Khamenei's successor was chosen. Who is he? Mojtaba Khamenei. Khamenei again? Khamenei ni jina linalovuma mithili ya radi au pepo za kusi na kasi zilizozisafirisha jahazi enzi za Vasco da Gama toka Ulaya hadi rasi ya Tumaini Jema. Lakini mvumo huu si wa kuitafuta dunia kama mvumo wa Trump na kiu chake cha mafuta na gesi, toka Amerika kwa Maduro, Afrika migodini, hadi Mashariki ya Kati kwa Waarabu. Jina hili linavuma kutokana na historia tukufu ya kusimikwa kwa misingi ya Allah, uvumilivu, subira na utiifu wa kutokuvunja kiapo wala kanuni zilizoteremshwa. Jina hili linasadifu kuwa aabudiwaye ni Allah pekee na si mfalme, pesa au uhai wa maisha haya ya dunia. Kuelewa vizuri hasa kina cha jina Khamenei, yatupasa turudi kwenye unganiko la Waazeri na Waajemi. Waazeri ni kabila lenye mizizi yake pale Khamenei, mji mdogo uliopo mashariki ya Azerbaijan. Ndiko lilikozaliwa jina hili Khamenei, yaani ni watu kutoka Khamenei. Kwa wanahistoria ukiwatajia Tafresh, basi watakwambia hilo ndiko unganiko la kizazi cha Khamenei na kizazi cha Hussein ibn Ali, mwana wa aliyekuwa sahaba, ndugu na khalifa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliyeitwa Ali ibn Muttalib. Jina la kati la familia ya Khamenei ni Hussein. Kwa Kiarabu hutamkwa Hussein, ikiwa na maana ya kulirejelea jina la Hussein mwenyewe. Hii ndiyo maana halisi ya jina hilo na unasaba wa mvumo wake. Sio bahati mbaya, bali ni kizazi kilichokita mizizi yenye nguvu kimamlaka na dini kwa ujumla. Katika nchi ya Irani, jina hili limebeba dhima kubwa kwa taifa. Maelfu kwa mamilioni hulisifu kwa uzuri uliomo ndani mwake. Mara baada ya Ruhollah Khomeini, supreme leader wa kwanza kufariki, hatam ikawa yake Ali Khamenei, aliyewatoa Waajemi na jamii nzima ya Irani kutoka jangwani hadi kwenye nchi ya maziwa na asali. Lakini mshare uelekeao polini haujakosea, ndiyo kwao huko. Kila refu ncha yake ndiyo mwisho wake. Khamenei akawa shahidi kwa jihadi dhidi ya mpinga Kristo, na wala haikuwa mwisho kwa Wairani. Tumaini jipya likazaliwa na kazi sasa inaendelea. Hatamu ipo chini ya mwamba mwenye miaka 56, mtoto wa pili wa hayati Ayatollah Ali Khamenei. Yeye jina lake ni Mojtaba Hussein Khamenei, ukipenda mwite uso mkavu. Huyu ni mzaliwa wa Septemba 8 ya 1969 kule kwenye mji wa mazazi ya baba yake, Mashhad, Irani. Anakuwa mwanasiasa wa pili katika familia ya Khamenei aliyetokea kwenye malezi yaliyosimikwa zaidi na dini, hasa imani ya Kiislamu katika misingi ya Kishia. Historia yake ipo kwenye kiza mithili ya yule aliyezaliwa karne ya himaya ya Ottoman, kwani baba yake alisifika na kutambulika kwa kuwa na well decorated historical profile tangu utoto wake hadi kifo chake. Lakini kwake ni tofauti zaidi ya uvumi unaosemwa na magharibi na watu wa pembeni. Kila mtu anasema lake, lakini historia ya mtu anayo mwenyewe na muumba wake. Watu midomo yao haina kazi zaidi ya kusema, acha watu simulie, wakichoka na yeye atasimulia. Mojtaba akiwa na miaka 9 tu aliweza kumshuhudia baba yake katika mapambano ya mapinduzi dhidi ya mfalme Shah, kisha akawa rais na baadaye kuwa supreme leader, hali iliyofungua moyo na fikra zake na kuanza kuisaka elimu pale katika shule za Saldashti na Mahbadi, na baadaye akahitimu elimu ya juu pale Ahlavi High School iliyopo katika mji wa Tehran. Kisha chini ya baba yake mzazi na Ayatollah Mahmud Hashim Sharud akajifunza elimu ya dini kwa kiwango kikubwa. Kisha vita vya Iraki na Irani vikatokea, naye hakuwa na budi bali kujiunga na IRGC katika kuwasha moto kwa adui. Hiyo ni mwaka 1987 hadi 1999. Katika vita hiyo alihudumu katika kamandi ya Habib ibn Mazahir hadi mwisho wa vita. Baada ya vita mwaka huo 1999, aliendelea na elimu juu ya dini ya Kiislamu pale Qom
na kuja kuwa mtaalamu wa dini, na 2016 alipewa nafasi ya kuwa mwalimu hapo hapo Qom Islamic Seminar. Inaelezwa aliwahi kuitumikia nafasi ya kamanda wa kitengo cha Basij chenye mlengo wa kuhakikisha sera za taifa zinaeleweka hasa miongoni mwa wananchi na kufanyiwa kazi ili taifa zima liende pamoja. Japokuwa wengine wanakinasibisha kitengo hichi na usiri wa mateso dhidi ya wapinzani katika nchi. Tofauti na watoto wengine wa viongozi, masimulizi yake sio mengi, ila mojawapo ni kwamba watoto wote wa hayati Ayatollah Ali Khamenei hawakuwa na nyumba yao wenyewe na waliishi katika nyumba za kupanga, hasa kipindi baba yao ni rais. Na hata baba yao nyumba yake haikufanana hata na ile ya Mwijaku au ya Peter Msechu, bali ungefika kwake ungehisi upo katika mtaa wa Magomeni Mapipa au Mikumi kwa kina Bilali wa Kaluta. Kiufupi, sio familia ya kujirimbikizia mali wala vyeo. Na hiyo ndio ilikuwa sifa kubwa ya babu yake mzaa baba Javad Khamenei, aliyekuwa mwanazuoni mkubwa na wa kuheshimika sana Irani, ila bado aliishi maisha ya ufukara pasi na manunguniko. Waswahili wanasema mwenye kuruka mkojo hujikuta amekanyaga kinyesi. Ndicho walichokifanya Wazayuni na Wamarekani kwa watu wa Irani. Kifo cha baba yake kimechonga njia mbili kwa Irani. Kwanza, uhakika wa kumiliki silaha za nyuklia pamoja na makombora ya masafa marefu zaidi yenye kwenda umbali wa kilomita 5,000 na kuendelea, na pia ile nafasi ya kufikiria mazungumzo na mashauriano dhidi ya Magharibi. Sasa mlango umewekwa pazia, kama sio kufungwa kabisa, kwani hali hiyo Mujtaba Hussein Khamenei, supreme leader mpya na watatu katika taifa la Irani na dhehebu la Washia, anasimama kama mtu mkimya wa ila mwenye misimamo mikali, tena zaidi hata kuliko baba yake. Wao wanamuita hardliner, mimi namuita uso mkavu. Kwa kumfananisha, naweza kumweka kitini hata na Vladimir Putin yule wa Urusi. Anacheka usoni ila moyoni ameshika panga. Wachambuzi wa mambo wanasema huenda kisasi ni moja ya ajenda iliyomo kichwani mwake. Kifo cha baba yake na mama yake vilivyotokana na Wazayuni si tu vinaleta hasira na chuki, bali unaweza kusema pilipili na chumvi kwenye kidonda ni kifo cha mkewe aitwaye Zahra Haddad Adel sambamba na ndugu zake wengine. Hapo swahiba, unaweza ukavuta taswira na kuona namna anavyoweza akashughulika na wa Magharibi. Ijapokuwa uongozi si kisasi, bali ni hekima, maarifa na uthubutu, hasa mithili ya ule aliyokuwa nao baba yake, yaani mtangulizi wake Ayatollah Ali Khamenei, kwani Waswahili husema mtoto wa nyoka naye ni nyoka tu. Tusubiri yajayo. Mujtaba Hussein Khamenei, kiongozi mpya wa taifa la Irani, anaingia madarakani na uchache wa uzoefu, huku akiwa hana hotuba hata moja mbele za watu, iwe kisiasa au hata katika sala ya Ijumaa kama ilivyokuwa kwa baba yake. Si dunia pekee, bali hata Wairani wenyewe hawaijui sauti yake. Mujtaba si maarufu wala si mshika kofia nyingi zaidi ya kuwa tu mwanazuoni mpole na mwenye mwenendo wa kimya kimya, ila bado anasimama kama nyota iliyochongwa kwa umadhubuti kwa muda mrefu. Na sasa ni wakati wa kuangaza tumaini jipya la Irani baada ya mwezi uliotegemewa kwenda kizani.